Kwa Mheshimiwa Rais ametuletea hapa zaidi ya milioni 900 kwa ajili ya utekelezaji wa hii miradi kusaidia huduma za afya kwa Watanzania wanaTarime ambao wako eneo hili. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe asome taarifa alafu. Jengo la kuhifadhia maiti na wodi ya wazazi yako katika hatua ya umaliziaji ambayo ni sawasawa na 90%. Ujenzi wa jengo la kichomea taka upo katika hatua ya boma na ununuzi wa mtambo kwa maana ya high tech waste incinerator, mzabuni ameshapatikana kwa tenda namba ambayo iko hapo. Jumla ya fedha ambayo ameshalipwa mkandarasi anayejenga majengo mawili ni kiasi cha shilingi milioni 577,536,897 na senti 17. Jumla ya fedha inayotarajiwa kutumika katika mradi hii mitatu ni Tanzania shillings milioni 869,422,040 senti 93. Mradi huu una faida zifuatazo. Moja, utaboresha huduma ya kuhifadhi miili katika hospitali ya mji Tarime kama ambavyo mnaona kichomea taka cha zamani ambavyo kilikuwa kimechakaa. Mbili, utaongeza idadi ya majengo ya kutolea huduma katika hospitali ya mji Tarime na kupunguza msongamano wa wagonjwa. Utarahisisha upatikanaji wa huduma muhimu ndani ya jengo moja na kuharakisha matibabu, kwa sababu tumeona maternity complex itakuwa na sehemu zote muhimu pamoja na chumba cha upasuaji kwenye jengo moja. Mheshimiwa Mwenyekiti kamati ya siasa mkoa wa Mara, kipekee tunatoa shukrani za dhati kwa serikali kwa kutupatia fedha hizi kwa ajili ya uboreshaji wa majengo na miundombinu ya hospitali. Mkuu wa mkoa, kwanza mimi nichukue nafasi hii kukushukuru wewe binafsi kwa niaba ya mwenyekiti wangu. Unatosha kuwa mkuu wa mkoa kwa kweli. Asante. Tangu jana ulivyopokea hujachoka mpaka leo, unafanya kazi kubwa. Umemheshimisha mkuu wa mkoa aliyokutuma, kwa sababu mwenyekiti alikuwa ananiambia kwamba huyu bwana naye waje wamkumbuke kwa sababu hizo kazi anazofanya sio za kawaida. Na uzuri unaelewa miradi mpaka ya roli unaifahamu vizuri sana, kwa muda mfupi umeifahamu. Lakini miradi yako ya wilaya ya Tarime vijijini, Tarime mjini imekuwa mizuri tangu mwanzo mpaka mwisho. Mwenyekiti wangu alikuwa akishangilia tu. Akifika bwana twende, kazi ni nzuri. Lakini niwapongeze vile vile wakurugenzi wa halmashauri zote tulizotembelea jana, wamekuwa wazi. Sisi kama Chama cha Mapinduzi wenye duka tuliamua kwenda kukagua miradi, kuangalia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi wakati tukielekea kwenye uchaguzi, ili tupate la kusema. Tungekuta miradi ni mibovu, kwa wananchi tusingesema. Ukizungumza wanapiga kelele. Lakini sasa hivi tuko kifua mbele, mwenyekiti. Tuko kifua mbele. Tuende Tarime tukafanya kampeni, tunakuja tunajua kila kitu kiko vizuri na nyinyi mpo mnafanya kazi nzuri. Mheshimiwa Rais anapopewa madaraka anapewa na ilani. Anaambia ilani hii tekelezeni kwa miaka 5. Kwa hiyo baadaye anawapa nyinyi kama serikali muweze kuitekeleza, baadaye itapimwa na wananchi. Tarime kwa kweli niseme mbele ya haki kwamba kwa kweli mmefanya kazi nzuri mno, wala sio ukali. Tukikumbuka kule nyuma watu walikuwa wanakufa sana, hasa watoto, kina mama wanajifungua wanakufa na nini, lakini nyinyi mmeona mjenge jengo kubwa kama hili zuri la mfano, ili wakina mama waweze kujifungua mle. Ndio lengo letu kubwa. Kichomea taka unaona kama kinavyoendelea mpaka sasa hivi, mafundi wako kule juu ili kuhakikisha kwamba wanafanya kazi kwa ule muda uliopangwa. Kwa niaba ya mwenyekiti pamoja na ziara yote ya wilaya zote tuliyotembelea, mkuu wa mkoa tukushukuru sana. Ngicho tukupongeze sana Mheshimiwa Ngicho na kamati nzima ya siasa ya wilaya ya Tarime kwa kazi kubwa ambayo imeifanya. Ngicho ameanza Tarime mjini, Tarime vijijini kote ametembea na ameona kazi yake inayofanya. Ingekuwa ni kazi mbaya Ngicho angeweza kupiga kelele, unamfahamu jinsi alivyo. Angepiga kelele na angesema huyu hanyamazi. Sasa leo hakusema kitu, amenyamaza, anajipigia makofi kwamba kwa kweli amefanya kazi ya utekelezaji. Tunapoelekea kwenye uchaguzi, sisi wa viongozi wa serikali ni waombe mtuunge mkono Chama cha Mapinduzi. Mama Samia huwezi kumpelekea pesa. Yeye anataka kura tu ili aendelee kutumagia vitu vingine. Tunataka Tarime hii iongoze Tanzania kwa kura nyingi za mama. Tufanye kazi kubwa na Mungu awajalie maisha marefu. Tunawashukuru sana kwa ziara nzuri tumeifanya. Makani tutaifanya tena ziara nyingine kuja kuangalia mambo gani yanakuja. Najua kwa kazi tuliyoifanya mama tena fedha nyingine. Katuombee pesa zingine kwamba tuna imani mingine anatakiwa kufanya. Baada kusema hayo nawashukuru sana.